twina mubango mwelu wa funding ya university na antu baingi no betho bakiola yatire jiana iketha kwa ikithomithio gwati ni thirikari tumenyeretie system ile ya kwithira thirikari ni kulia kiwango fulani kia mbesa alafu mujali akalia kiwango fulani kia mbesa na ruarua president wetu President William Ruto ni augire ni bateja ni retiru mubango wa tene wa kweja na mbesa kili jiana na bambelia mubango mwelo wa kweja na mbesa kili jiana na antu baingi bentumani mauntu megie mubango na riu ni ndituro ni jiana jiambere jatonye university baleli upa kwambelia mubango wa the new government funding kili jiana ino ile universities umrito watanirite na mutongolio umwe wa students kuma university ya Chuka ulia tukwenda atwira mubango ankiuga au bakuga ate mauntu megie mubango mwelo wa kithomo na no utwire rito rako na urungamirite kiwango kile ku university ya Chuka. Thank you so much Masi nyombetago wa Ken John bomange mambishe batune wa gokutugo kutharakanithi ndamagira school ya Chuka University but Bedagarani a student leader in charge of all our students who are from this county bado nyoko hapo Chuka University na bado pia university zingine huko nje. Yes. Na mubango wa umweru wa kweja na mbesa kili janali uli uelewa atia? Point sigento kiambele kene nkiuga Masi asiari ni mabati kwithira make understand that thirikari kwina thinu gwitwo the old funding model iraugaga ati thirikari ikaruta some amount of money itume skuru and then yanenkera skuru na esoke eringe thabu yone yatigaria mbesa ciigana kenda mwana fulani abotokora kirothate akithoma and it was inanenkanagira flat rate kule ciana cionthe itikwenda kumata umete from what kind of a background whether uri mwana wa Gitongo whether uri mwana wa Nyamaskini or everything muinthe muraribagwa equal amount of money in a certain year in the old funding model, but according to the new funding model introduced His Excellency the President gento kiambele yale a way of universities na irastragolaga so much na irastragaraga nonturiu wanenkerwa just a certain amount of money but itigukwira the number of students enye utachukua wathi kusipsika kunenkera wana aruto wenge mwalu kethira universities the likes of Egerton naonaga ira about ko crack down onto a financial crisis reu university nebo reu ruto arasokira leta this new funding model iria kuga nenkera mwana mbesa athi sukuru ukimukategorizaga kuringana na uboti wawe riu thaino gutigatuika ati mwana wa maskini na level the same na mwana wa mujumbe akithongira university mwana uria ngina tutagayura kwendia mama mboga kana muntu bonda bonda muciari uria rutagayura bonda kana rutagawira wa kwendia skuma atiri ba the same na mwana biashara uria ku make billions of money in a day. This new funding model igakorwo a very distinctive picture ya gutethia ku differentiate muciari we na mbesa mingi na muciari we na mbesa kinini. That's simply the new funding model kuga and then ikauga mwana ni anenkerwa mbesa athi na cukuru according to the ikoseria kurutha na plus financial stability yawe kuma kwa umite the background. Yeah. Na kile model yone ya kithomo ri thirikari ni mbikoritha muno ekinenkira mwana nikienda yomba ri ukumenya mwana wa masikendi ali kategori ino mwana wa ungi ali kategori ino ni mbiu thirikari ikuraitha nikienda yomba kurutha categorization ino. So one thing when they were launching the funding model nemauga nemago check on different parameters. That's one. Nemago check on the either mwana ne orphan, whether you are a total orphan or maybe you are a partial orphan. Nemago so your background, where you come from, to what the application kwethaga kwena a place where you give maybe the possible income ya muciari waku how much he hands feel for menu. So nemagosoka maybe on gender. They are also checking on any disability muntu ankethirwe nayo. They are also checking on marginalization, okay, that you come from marginalized areas. Nemagosoka even previously ankegia ukinya ugura kinyaga secondary
nginyo kinya kuthoma university, what type of a school were you in? Nonto obviously ukethira mwana muciari manager kulipa fees ya, for example tuge high school, ara manager kulipa in high school the likes of Kinamangu and the big school, obviously tembera the same parent in the same na montoria kuthomithia mwana waku magia mpampo secondary. Ntika no kongwata. So even the type of school area mwana arathomagira previously, it's also a factor. Nonto President ageragia kuga, if you are paying high amount of fees in high school, then gotebi onkembera that fees amount siati amemaliza high school pesa ikaisha, you still have the same source of income. Nemagosoka bado magasoa, even in your previous schools or in your previous academic life, did you have orathomaga under sponsorship or you kono soma under scholarship? Into imota no obvious, for example high school ncheko mama thomaga through Wings to Fly, kuna other scholarships downline. So kuna those parameters eri gotomeka kora ike differentiate. And they have not been introduced basically in the new. They introduced in the very small things. Even in the previous funding model, not on ELB. Kema continuing already. What they are putting the same amount of money. Kuna ko wata maximum ne 60, kuna ko wata 55, kuna ko wata 50, kuna ko wata 30. So it's something that has been, or they already maybe have criteria on how to differentiate na ule vulnerable na ule kwate vulnerable. Ngakuli kiuli ki yaule nonto nitonete antu bayingi bakinenkanira information yo fake. Ukethira tathaino leu muntu akuthia ku processirwa tugeta death certificate ya babo ayo kana ya mamu ayo gu yakathondekirwa nambi kuja gugitwa River Road. No kwa nataka unkitho imutego antu bangi utumira gwatuika ni bagutetheka, lakini bate na bateri kwithwa bagitethekaga. Basically leu niyombishe muntu atoragwa ni oge wae ugu ne busoso ambeire ngekora leu ukethirwo kwina ugi unkithirwo wina u onke gutethia utuike classified as vulnerable. Niyo I don't know, I won't aria ukethirwo kwibwo ngitumira ugatetheka twiragwa na karongo kanini tu as long as karongo kaguo gutumira kagagutethia gatumire riu as long as, but the main basically aim ya this new funding model actually ni relieve mosiari burden ya university. Basically this new funding model mosiari uri ankithirwa kendhikirie na menye this funding model mutikabe ni these Azimio bloggers or these people want to taint the government, but basically this university funding model is a funding model that is coming to help parents to relieve their burden, as in ile pesa yenye mzazi alikuwa analipa. Basically like now let's get now to the inside of this funding model. Ila ku classify into 4. Sawa. Nego classify as a vulnerable. Sawa. Kuna very needy, kuna needy na kuna less needy. Right together. These are just 4 categories. Yeah. There are 4 categories. Na I want us now to totigere una issue ni a percentage. Nonto au kwa percentage anto ni mayo karata kama tekwere muno nipo makona kama guchanganishikirwa sana. Katu di in real figures, in figures of numbers. Right together. Netwirwa mwana ole kuthom akatuka classified as vulnerable, as vulnerable. Musiari gutege ntwa kaliba in that school anandururu ata sumuni wana siringi nusu gutege ntwa akora kirotha atia akiriba atketha vulnerable. Similarly kuya gutwika ali very needy households kana musiari mwana aku akithoma skuru, it's a sure domenya gutege ntwa akora kiriba skuru you paying 0%. Right together. Nonto thirikari gakonekagira 53 gakonekagira 93%, plus gakoro gukonekero LB ya 7%, tebu hiyo pesa yako inakuwa imeisha hivyo, so you're actually paying nothing. Sawa. Oyo akovie kwe neto atia very needy very totombile na needy. Oyo needy nikia kunenkerwa 93%, I'm sorry. Oyo vulnerable anawena nenkerwa scholarship ya 100%. The difference ni vary on the loan. Sawa. Ule mwingine atakuwa napewa government scholarship ya akanenkagirwa government scholarship tugi again to 80 something %, na loan ya 12%, but it should be already covered wapi in the school fees. Okay, ndio ndagatiri ken. Otwe breakdown
utwe breakdown utwira atiri nonto ni kona uri na this information utwire mwana uria akategorize itwe ari group ya vulnerable abaterie government bate komunengera 70% funding anenkero help ya 12% mujiali ali 3% or something. Okay. Just give us that breakdown. So thank you. So now any yanko ya kuambia ku deliver sawa. First of all, when you're classified as vulnerable, mosiari gutege ntokali paka. Sawa. The household percentage is 0. What is happening? Government inacheza between scholarship. Previously kiki alipo itai government scholarship. Yatagwa grant, siari grant, siari kind of grant. Sawa. Wa classify as vulnerable, kune kuga government inacheza na figures zao. Tuge for example, the highest cost, let's take a good case of Chuka University. Sawa. The highest amount of you can pay for a course to get 336,000 in a year. Sawa. So when a course ukoleba ngiri magana matatu 36 in 1 year, what classify as vulnerable as muzazi you're paying 0 shillings nonto wake government ega konenkera a scholarship ya 250,000 280,000 sawa kenda na yo loan kwikire kwi now the eligible loan ekoreri ya 12% rege korei something approximately to 40,000 so auga 40,000 plus this 276 it becomes 336 you can take this household is paying nothing is paying nothing. So what we call extremely needy, we are still using the study case of 336,000. This is the highest amount of money so far. Government ega konenkera scholarship ya 70% and an help loan ya 30% enye itaenda kwa school fees. Sawa. 336 kuna kugo karibirwa 235 ne thirikari ulipe 100,000 ulipi cash inu reke loan kole murumiere windo kaliba thirikari rero kandikwa so also ndukithungira wita muciari a classify to as very needy alikuna kitu nalipa kiri ukatumagira mwana ni athi skuru ukalipa katu upkeep ya mwana kulipira mwana tunyomba shopping tukitu kidogo and the school fees you're paying not even 1 shilling kogu urenda kumbira atiri riu mubango wa thirikari ni kugatire mwana waku arikia form 4 yukie mwana bila university mwetere graduation ukathi kumuonera iraku tu no kumutumagira tu siringi 10 ya kugura skumage boy hiyo peke yake ndo iko. Now let's get a case of now the less needy oya gwetwa less needy leo less needy no ni mtu uria aina biashara mwana wa gitonga leo oyu ni less needy oya gwetwa less needy ni uria maybe ni mtoto wa very rich person so no in this case ya mwana gwetwa less needy we are using the 336,000 mama kudongra kulo the same cost of 336,000 yes government ikamonenkera a scholarship ya 38% it's okay monenkele loan law 53% household ikinalipa 7% tikana kuombelwa ngokwelewa household ne kulia kanyamu kanini in short ke 336 we musiari wathongeria mwana athomithia university when you've taken umepeleka mtoto shule asome akuwa na cost ya 336,000 you're paying only 23,000 per year you're paying 23,500 that all here as a parent that's the amount of money that you're going to pay that all year then unajua pa academic university chitegoire siere so you have the first semester and the second semester so first semester ukipeleka mtoto na 11,000 second semester ukipeleka mtoto na 11,000 unamaliza hiyo kazi hiyo story inaisha wacha that's the highest amount and it's kimoseri ya kuelewa it's burden living not to previously like personally in my 4th year cynical 4th year in my 4th year study I'm supposed to pay a school fees of 28,000 but when I was joining in first year I paid a school fees of it was something close to that 6,000 that whole year the whole year so ukipiga hesabu ya 36 na 23 you see it's these are reliever amepunguzia mzazi a lot of money there okay now let me ask you is it practical because kile model no nitaka
nitakao karaithirie jana ili kuthoma at least 80% ni elimu ya thirikari. Is it so basically asiali kama nkona makeo tuweka worried for no reason point number 1 let me tell you kama uko na mtoto wako nyumbani na haja join university I don't know what you're waiting to basically like intake ya Chuka University the previous this year nya tumeingia we have received so many students you know si uongo and the government has said I want kuna gento geta kwale gusura na gotiria monto for example umenielewa kuingia kwa mfuko ya mtu ndo upite mahali mzazi yote ananisikia tafadhali jifiche chini ya mashogo sawa and for what Mashogu is doing what Mashogu is saying the Ministry for Education is simply saying all students to be admitted whether you have money or not so whether the government will ever pay the university or not is none of the parents business. Mzazi we relax, serikali UASU and other university institutions sitafight na serikali. Mzazi you're catered for, peleka mtoto asome. But I have believe in this government and I'm sure it's very practical. I have that belief that at the end of the day hii pesa itafikia nini. Unajua one of these university model is trying to solve the economic crisis that have been faced previously in our university. So I'm sure kutebu thirikari ingetekera kweba kekegiria. So lazima ikuwe ilikuwa very keen on selection of this. Okay. Let me ask you a question, Ken John. Thirikari elete murutwa wewe diskuru. Tebu mwelete. Mwelete wewe diskuru. Nonto previously university nyingi kaira struggle ka financially. Na thaino belete mwana disukuru. Unto no ulete challenge no to of course universities isurvivaga na mbesa nyingi universities isurvivaga na jio ne kumaki arutwa na kumaki thirikari thaino murutwa onde ke skulu ethwe na mbesa kana tina mbesa that means ne zero money from so basically like hapa tuko Chuka University I saw wazazi when they were reporting mwana atale baka hakuwa nakuja just with nothing so you're just requested to pay just something see basically kweni pesa just pay something not what is something in a university not to let me finish tia kuga there is something nimeenda kukwira university ni vigumu zi struggle not they still have the money for second years kwenda fourth years so the issue at hand is now about first years okongwata and then similarly si ati pesa haitakuja only that the application process as you know technology squeezy sometimes you misbehave tareu no yise kwina ntonke tha ino mate managete ku apply na teka tema mande maregete ku apply no to awataki ni ate maybe madesa saibani makethra maybe there is an overload of work in the system sia scholarship na system sia elb sawa so it happen that government ya prolong nontoriu application ya ELB na this scholarship the deadline to the 7th of October na early 7th of September so yeah push to 7th of October kenda to ensure that every parent amefanya nini ame apply for this scholarship so basically universities azita struggle another mona naelo ate ingia shule bila anything pesa itakupata hapo aita ku struggle ana president ukethora repete 5000 akena classify was vulnerable kuniko you will never pay anything in school that 5000 ijapotea it will read in your portal your academic portal kwembesa ile kaende kana maybe at the end of the day graduation gown so mosera tebotiko there na worry and universities pia I believe in the government yeah I believe in the government serikali ya Ruto iko imara sana haliria model ni awetiro ya kithomo ntekomenya kethwa ni ka media ya dijaga out of ya broader things out of proportion no ntwethagira kiri mbesa ile mujiarie bateri kuria ukethira kwina course mujiarie bateri kuria up to 700,000 or so
no uge nteto yu kajijia ulongo kana omba kugatia no tukuonekana gatiri taka mujiali akethwa kili agambesa nyingi sana lakini gwe uli student uli no kugali kuona nyataka mujiali onoria akukategorizewa ali mujiali uli atina thina muno ate kwinyelwa onkiomba kuga information yeu kana nile bo anto ba gwata unto mwero ba so masi let me start by saying this and I'm really sorry. I'm really sorry. Speaking from a common, uneducated young man I am, commonly, as in using my simple common sense, for example, whatever I'm trying to give you right now is not what the media have, is what Chuka University has already offered to parents as their fee structure. Kongwata kutebu nkembera like nani kiangalia hapa kwa hii nini ya this scholarship ya Chuka University or this fee structure Chuka University ni tuona the highest cost they are offering it's costing around 306,000 na mzazi mwenye atakuwa analipa pesa mingi sana atakuwa analipa 23,000 so 1700 na 23,000 zinatoana wapi Kongwata mase so I think for me as even Kenyans netokoro twina unajua kitu ya kwanza we have a president who is a doctor not a doctor by profession daktari we have who is an academic doctor so every time before ome muntu muthomu tete same na muntu ate muthomu muntu anathongira kirathi athomithua na nenkero karatathi na arutha an examination na abetoka is not somebody that get things from the bruise so before everything he gives to us, I'm sure he must have had a group of people who had given him the merits and the demerits of this thing. So before even this funding model ikuje, I'm sure, I'm very what? Sure. I'm very sure, we're in a very great negotiations and deliberation about this model. So for me, mzazi lete tu mtoto university na atasoma and si ati inakupatia elb alafu inakupoteza hivyo inakuacha hivyo bure inakupatia elb loan sawa yenye inaenda kwa school fees na bado inakupatia upkeep so si ati ile upkeep ya mtoto inapotea so the upkeep is still there and the scholarship bado iko bado na ukompete intake iraruthire this time na the previous intakes omba kuga jiana ni mbongereku kana omba kuga atia for me this intake imechukua wanafunzi wengi sana nonto in the previous intakes tuga for example a vulnerable a child was from a vulnerable case hakuwa na pesa na si ati anakataa ni ati hana you understand me hakuwa na pesa and the universities they could not admit you as a first year with nothing so tulikuwa na so many cases of students who are supposed to join in the old funding model lakini juu anafaa kuja first year na hana pesa so ana opt kudefer kugwa atigwa bado ekakarenge mushie aserie B aserie mbesa but in this new funding model anayona magarama ile wena ngirisi ile leta mtoto shule so the intakes basically anatare uchuka I guess ukagoseria video si chuka university orientation ya the previous years na these years my friend watu walikuwa wamejaa hivi juu uwe ni maskini ama ukuwe ni tajiri ulikuwa na uwezo wa kuaccess nini school facilities hivyo tu kwa gu ulenda kuga moving forward gutemwa na kaulagira hali moving forward gutemwa na gakinyaga form 4 agatwika team manage kuendelea na mathomo mawe because of funding and also it is also going to help in the previous model otegwa mwana wagetonga na maskini tu alipaka the same amount mwana na kinyaga second year unapata you don't have money to enroll for the following year okumwata so aka opt kudifa ambe athiande kwa thukuma soke lingi alibe so toka kulingetha bure this new funding model egakora ki ina manage ku calib this one nonto mwana wagetonga ndikiaka koro we gutolezi nidi nigekale baka esta amount of money of 11,000 a whole year a whole semester ni mwana vulnerable ukethira uri vulnerable anokethira classified less nidi ukalipaga uri less nidi with this highest amount of nini ndo utakuwa na manage kulipa the 23,000 or the 11,000 which is not something much nigentongeseria tu ni gento manageable it's a relief to parents okay. It's a big relief okay ni kuga wega muno mauntu megie public universities buyo igatetheka bojiana igatetheka lakini ni thagira atiri Chuka University
course fulani entry point yayo iri iguru indi ukethira private university entry point yayo iri ndi na mwana ali insist no aruthire course fulani mwana ole abate agatetheka ali private university. So thank you so much nontoa it's neganto melewe asiari na melewe that this university funding model it's purely for public universities. It is for public universities. Scholarship haitapewa mtu yote ambaye ako kwa private university lakini atakuwa anapewa ELB. Together. The scholarship haiko lakini ELB iko. So kwena kiuria wauria about muciari uria nkithirwa ena mwana akwenda kuthomera ina a certain course iko in a certain university in a public university with a higher cluster in comparison to a private university area nke manage kuthongera. So my simple advice nkithira reno if you know you are a student na unataka kusoma a certain course first of all evaluate for its clusters na usome vizuri kendo kinya into that nyamore kutinda kuelensa unajua hakuna haja ni kudanganye that the government is going to consider no to it's now let me say I'm saying it in a sorry perspective sawa I just take two studies a case study of two universities sawa one public and the other one is private yes no to it's wega ntuma mamenyele private university hii ni biashara ya mtu together yes this is a personal business this is a personal investment and this investment it's hard for it to collapse since it has diverse inputs of money. For example, I wanted to use a case study of a growing university like MKU. MKU iko na watu ambao they are stakeholders together wako na shares so in case iko na financial constraints it has people who can come back and do what give in funds. Lakini a public university the like of Egerton it's purely a government university. Its source of money it's running on two people the government and the parents together. So in case uchukue pesa kidogo ya government upeleke kwa private na kidogo upeleke kwa government in short umeongezea ule mtu kwa private university pesa yake so the private is not going to face any financial constraints lakini hiyo pesa ingekuwa ilipatiwa kwa a public university yenye inategemea serikali ingesaidia sana ku calm the issue of what of our public and it's constraints the financial constraints are these public university and it would be very sad for us losing our public universities to the private university not to kwena sheria yenge mono will not manage the private nyamora the private universities. So basically the private neta kana ka PP1 nako na class 1 na class 2 it's the same case kwe mwana kinyaka akethera kuna ga skuru karugoretwa ne muntu agu very private ende kwene akibake monde bakasiringi magana matatu wa mwaka wa tam so it's for you to choose mvingbire wakwa ndebe magana matatu kana nende siringi 10,000 15,000 per term ne breko kwa mtoto kaba kwa private so it's purely for public universities. Private ukipeleka private ujue mzigo ni yako ni sawa in the government effort ya kulive public universities no withire one toke disadvantage mwana no nto kyo kagwata form 4 Kendon no witho wekirete inya muno lakini omiss na point yemwe teoma ne bugwe karaga that's no ndo wethira atire na leo mtu alenda kurutha lo tebo chuka university eleukia lo point jigana inakuwa na cluster around 40 something 40 let's say 42 let's take an example of MKU eleukia 40 mwana ena 40 no menye atiumba gutikia makilingwa liwa thongira chuka university akiro aluthalo aina 40 na baugite cluster point yao ni 42 na nuko na advantage ya gutuika nwathi MKU akalia mbesa nini ende ingi ambere akalia akafandwa agatetheru no thirikari na bado akalotho kosi yo irangi gitate leo ni bungo kuria tire onto ti kwara tako ka disadvantage jana imwe. So for me as I've said unajua in the field of academics it's either you work hard or you don't work hard together. So there is no mercy. Unajua if you don't qualify it's simply you don't qualify. Na kwa kuga about ku disadvantage mwana yendi ameji disadvantage juu alikataa kusoma. Point iwe mwe si ati ni kusipsiri munyima ni yeye alijinyima ni yeye kusoma so ukethira purely no kwenda kuthoma certain course
sawa, you want maybe to do clinical medicine and surgery, sawa, University of Nairobi probably iko na cluster ya 45, enda usome vizuri upate hiyo 45 kama iko cluster ya 45. And my friend, ni akanto mamenye hizi kama ati inote tatambo ino yanao ku kana basa lisinge mara ikene kana na ku geshagi ati for example unajua mtu fulani utapatiwa pesa ile kiwango fulani. This is computer. Ukifeed kama you don't qualify, you don't qualify and there is no so kedra mwana akenda akakuthoma acha tu ende asome kwanza, okay, utafuta hiyo course, okay. Okay, now model weno itegwethia private universities tabungu kwa mbere masi private universities ni hard zianguke nonto these are private businesses, sawa, no menyo nayo omenye wali ukauga ni hard zianguke wambe omenya atire public university ni mtu na matunda mae akwendia na private university ni mtu na matunda mae akwendia na target yae customer no mwe nonto private university for them to survive baleli rai nau mwana na mujiali temu the same case to public university no kemwe ya thirikari ewe ingene ya basically kitu kwa ya kuganele acha kuangalia hivyo in that dimension you're saying as if you want to give private businesses listen ogokwalia is that you want to give private businesses an entity to the government. That listen, that government parastatus should be given equal rights from the government with private parastatus. Let me cut you short. Menya mbele. Menya mbele thirikari iraugaga atiri guti mwana wa private na mwana wa public. Jana jone ni tie? Unajua what it was doing the private universities, your association ya the private universities ilifika ika claim ika demand that it's possible that pia wao using COSIPs sawa the government students wao wanapatiwa the government student sawa, yes, na walikuwa wanapewa and it's true they were being given, but now it has come to a point of concern that this giving of students to private universities is also calling for the downfall of public universities. Like for you, I have a friend of mine from Egerton University who joined in 2017 and I'm sure he is supposed to graduate either this year or next year. Mtu 2017 in logically ilifaa kuwa amemaliza ku graduate probably by 2020 or 2020 about 2021. Understand me? But he has never graduated. Why? Students wakimaliza kugoma, lecturers wamegoma wajalipa. Lecturers wakimaliza kugoma, staff na imemaliza ijagoma because there was total financial constraint. Kuna mashida za finances. But ukienda kwa private universities zinaendelea kusonga. And it's well ukumbuke that our public universities, private universities atapatiwa mwanafunzi sawa, atapatiwa wanafunzi lakini maybe government equipments zinaweza kosa kupeleka wapi? Kupeleka huko. So it's very bad kutwika government negora equipment and machineries tupeleka to our public universities na zikose watu. Kana wethira thirikari ya ndugorire skuru and then yanguke nonto akwaga Diana whereas never go fund exactly. So has no problem with it, only that it is just saying musiado no kwenda kubira mwana private university ni mzari mwenye anajiweza. Okay. Analingi anegole musie wena kana kuga class ka DMB wena DMB na wena private okono kigesiria kubira mwana private no kumenya wena tonyamo ukimanage kupeleka mtoto in a private university what the government is trying to say si ati masomo, there is no difference between degree ya Chuka University, degree ya University of Nairobi, degree ya Tharaka University, sawa, or any other university. The degree is a degree. Sawa. So the government is trying to say if you decide to go into a private university, that's your own choice. That's your business. That's your own choice. Sawa, that's your own choice and you're capable. You're capable of kumsimamia. It's the same way now. A student who would miss a cut of point to an entry university, lakini anataka kufanya, unajua kuna kitu watu hawajui. Kama cut off ya Chuka University ya kuingia certain degree it's 30 something or 40 something, that does not mean huwezi fanya that course in that university. You can do only that you cannot be government sponsored. So ukadhungira university only self sponsored.
You pay your own. For example, you finance your education. You finance your education. At 100%. At 100%. Na hii si eti imeintroduciwa leo. Yeah, that one has been in progress. Yeah, it has been what? It has been in progress. So if you don't qualify the cut-off point for entry via KUSSIPS, you simply qualify to get back into the university, but as a self-sponsored. So that basically. This also brings me to another thought. Nontole, ukethira thirikari taliu nontole mujari atena ability ya kwira mwana kuthoma private university. Ukethira leo jana nyingi ile sukumelwa courses. Ukethira taliu for example withagira jana nyingi jana nkelo social social sciences. So not social or just any course if you do. Course hivi tu course ambayo si marketable. Jana ino igasoka ifitu in what market? So on the issue of the placement of KUSSIPS, one niwega tumamenyere KUSSIPS does not place you where it wants. Get this. Si KUSSIPS inachagua kwenye inakuplace. Nini? Are you together? It's you who chooses where KUSSIPS to place you. Why? Every time there is an application of KUSSIPS, you're given a chance, you as a mercy, to apply what course you want and what university you want. Yes. Are together? Yes. Umepewa your chance. So it's for KUSSIPS now, iangalie, hakuna course utaplacewa yenye utaki. Wacha nikwambie. Venye inafanyanga, ikuejaga option. Ikakwira atire. Ikakwira atire. Ikakunenkira options zia courses ziro kwenda kurutha tebo. Courses zia available. That is what it does. Oba takwithira course ire gukwenda is not available kwejurua. Yes. It happened so in the previous this application. It happened so in the previous application, but I saw it only on the KMTC courses. But on the previous courses, I use unajua unachagua ile course yenye unataka. Na kama iko in this university, iko in this other university. Na kama iko in this university, iko in different university. So it really just comes when now the student become choosy. I want to do a certain course in this university. And then ukifika into that university, maybe cluster yako haikufiki, sawa, or maybe the class gets inaja. So it's in KUSSIPS kwanza and inakuanga na part of revision. So if this course umepatiwa haikufurahishi, so you have a chance of revision and revision and revision. Kuna kuwa na revisions mingi. Like in the previous I've seen them open their portal I guess 2 or 3 or 4 times. Yeah. So leule jugo jakuja mwisho. Mountoni megie this model of education nimbi. So my final input or my final ones about this university funding model, one is to appreciate the government or the government specifically for checking na kuangalia ikaona that the baggage of education is hard and comrades were really suffering because now it's in this new funding model it's simply to say that the much money that mwalimu mzazi alikuwa anatumia kulipia mwanafunzi then some of the amount sasa anaweza chukua anapea mtoto kama upkeep. So it will help even in minimizing cases za student kuinama. Umenielewa? So I want to basically thank the government for this funding model and tell parents that the funding model let them not listen to some mediocre media or maybe other people who their main intention is not for you to benefit. Their main intention is to show how bad the government is. They don't matter whether you as a parent you're benefiting, you as a Kenyan citizen you're benefiting or not. Their main intention is to ensure to prove or to taint the bad name of the government. So it's basically to jifunze kusikiza and kulearn on our own and encourage parents who are at home who are not wenye hawana that know-how of this university model wachana na mambo ya radio. Tafadhali jichukue mwenyewe, maybe take yourself into the nearest huduma, take yourself into the nearest institution. I'm sure easy places utapatana na maybe people who can guide you, who will give you a clear knowledge of what is happening and look even for the experts who are aware. Usitegemee sana na mtu kama uelewi. Go to trustable sources. They give you the right hand information, the truth
of about this funding. Na kama uko na mtoto ako nyumbani hajaenda shule, usiogope. Mashogu alisema very simply, Ezekiel Mashogu, this is the Minister for Education. This is not just a village thought or just a rogue CS. This is a CS for Education. He has simply said all students waende wapi? Shule. Wacha na mambo ya watu wanauliza nini. Wewe kazi yako ni very simple. Mtoto aende wapi? Shule. Aende shule. Serikali itampelekea pesa huko. Usikuwe na uoga, And the intake is really this. Nakwambia, I've seen people who have deferred even at first year. Hawezi manage kujoin. Hawezi manage kujoin. Then something else that I would also call. There was also this other question, of application of kama una student ID or una national ID. Like I have a friend of mine, maybe where you come from, maybe kuna issue ya ID hazikuji mbio, or maybe hujafikisha miaka. Lakini Mashogu ni nani? Hii government ni gani? Ilisema si umekuwa ukisoma na sisi tunataka hii pesa, or you want this money so that uende ufanye shughuli zingine. They know you are a student. Sawa? Na sisi tutaishi kwa mtoto forever. It's just maybe months. Majority are now maybe 17, 1 month to nini. Hata kama mtoto hajafikisha miaka ya 18, ako na uwezo wa apply for the government scholarship na bado for your LBLO. Hata kama hujafikisha 18, now that they have opened for that nini, and they don't mind sometimes systems zinakunga kidogo. That's normal in Haiti. So ukipata saizi maybe system haifanyi kazi, you just try another time, but ensure by 7th of October you've finished your applications. Okay. Hatuetere tone. That's what I see. I have confidence. I have enough confidence that this funding model is going to solve a lot of crises. Unajua kitu kingine watu wajui na huyu jamaa anaitwa Ruto, this president of ours, he is not only looking for solutions. He is not only looking for solutions for this country of ours. He is basically looking for long-term solutions. Long-term solutions, which has been delivered ambaye anatumia kuifikia by using consultative. He do massive public participation. He does anachukua maoni ya huyu na huyu huyu anataka aje, he comes, he brings them into a consensus and develops a long-term solution. Like now, hii university model iko, I'm sure watoto we will have so many elite in the community now. Hata ile issue ya mtoto ati maybe kuacha shule, anapoa fees anakula, hiyo sasa yeye atakuwa nayo at and then anakuja leta ku graduate na ku graduate jajairi pa fees. Those cases ziko. Hata mtoto akikula fees ya 1500 ni kidogo sana yenye iko within semester ifika katikati, atakuwa amecheza 1-2 ana recover. So it's thumbs up to the government, thumbs up to the government. Okay. Katwetere tone nuntu onagikeno gietule ni jiana jonde ithome nikenda gutuika gutina mwana akwithwa ali na disadvantage kana guti mwana agutuika atire nuntu aitumi ino kana nuntu akwithwa mujua ote kweyomba akwaga kithomo. Exactly. Hey, sasa unajua kitambo sana watoto wengi sana wako na manage kusoma. Nuntu agutura mbesa bwana. Lakini tha ino liu bakathoma. Ino mtu ni athome ukimaliza. Rigiji aliwaambia maybe kazi zinaweza kosa kuwa, lakini alituambia ukweli, wewe ukitoka ujanja yako 1-2 zikusaidie upate kazi, upate job, and you change your background. Thank you sana. Owethitwe ali Ken John student leader wa Chuka University na gutwira imwe kwa imwe mutaratara atothomithie maundu megie mutaratara o wa kithomo kwa gugo taiji kana gwe ule gijuri nyingi maundu megie mutaratara o mwero wa kithomo ningwitikia utiga pointi imwe kana jiere ile igagutetheria riu ona nikenda ono make decision ya sukuru kana ya kithomo giaku witho kimenyaga mutaratara wa kithomo ni mbi ukwenda kuma kigwe.